Asante ndugu mwandishi. Leo sisi kama wanasimba wote tunaelekea Ngorongoro saa 5 usiku, tunaelekea Ngorongoro kwenda kuzindua wiki ya Simba Sports Club. Kwa tuweze kumchukua labda Dumbi ya Sunani, tunataka mtu aje Festo Mayele. Maboresho ya TFF walifanya yako sahihi, kwa sababu tuendeleze mpira wetu. Mpira unacheza uwanjani, na maana uwanja kuna vyumba, kuna kila kitu. Uwezo kutoka nje ya uwanja ukaenda kuvalia sehemu nyingine, haiwezekani. Na kuna jezi ya mchezaji mmoja ni Mtanzania, jezi yake itauzwa shilingi 100,000. Usajili ni usajili mkubwa sana, kwa sababu sisi tumepoteza ubingwa, sawa, tumefungwa mara 5 mfululizo. Ni adhabu ipi ambayo inawastahili ukiachilia mbali hiyo ambayo wameitoa sasa hivi bodi ya ligi? Adhabu hiyo kutoka hapo na kumshusha daraja tu. Kafanya jambo la maana, jambo zuri la kurekebisha kanuni zifuatwe na zisiwe za upande mmoja. Umekosea, mimi sio mwanamichezo. Mimi ndo chawa, naitwa Kani Boy, niko kwenye kamati ya ufundi ya Simba, kwa hiyo ni chawa mo. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Pape Osman Sako kwa haraka. Leo kulikuwa kuna presi, lakini kubwa zaidi ambalo tumeliona ni maboresho ya kanuni mpya za soka hapa nyumbani Tanzania. Naona hili swala la ukikeuka kwenda kubadilishia nguo chumba ambacho sio rasmi ama sio sahihi, adhabu yake ni unapokonywa pointi 5. Kwako umelichukuliaje ukiwa kama mwanamichezo? Hapo sasa adhabu inaenda kuwa mbaya zaidi kwa nyuma mwiko, kwa sababu nyuma mwiko ndio wana tabia za ajabu kama hizo za kwenda kuvalia nje ya uwanja. Kwa hiyo hizi adhabu ndio zitawafaa wao, na wao kwa kuruka ukuta kwa ajili ya kwenda kuingia uwanjani kuruka ukuta. Kwa hiyo adhabu itafaa wao. Sisi kama Simba sisi hatuna shida, hizo kanuni hazina shida kwetu sisi. Sisi tunafuata sheria na kanuni. Hatujatozwa faini ya kuingilia kando na mlango ambao tunahitaji kuingilia. Waliofanya TFF sahihi, lakini hiyo fimbo inaenda kuwachapa akina nani? Nyuma mwiko. Kwa hiyo nyuma mwiko wajiandae. Alafu lingine, ndugu mwandishi wa habari, usajili wanaofanya Yanga ni ufujaji wa pesa, kwa sababu wanajua kabisa kwamba sisi popote tunapocheza iwe isiwe, favor iko kwetu, yani favor iko kwao wao. Yanga wanakataa magoli ya wazi la Selemani Mwalimu, sawa. TFF baadaye wanaridhika kwamba ile goli lilikuwa la ukweli. Kwa hiyo wamebebwa sana. Kwa hiyo haikuwa na haja yoyote ya wao usajili mkubwa na kufuja pesa. Na hii kanuni imekuja kwa ajili ya Yanga, sio kwa Simba wala sio vilabu vingine. Wao ndio wanaongoza kutozwa faini nyingi kuliko Simba au kuliko vilabu vingine. Wametozwa faini kubwa na ni nyingi, sio hapa tu, mpaka tukicheza kule Zanzibar wanafanya ujinga huo, na tukicheza na huku pia wanafanya ujinga huo. Kwa hiyo hii kanuni, Rais Karia, mimi namshukuru, kafanya jambo la maana, jambo zuri la kurekebisha kanuni zifuatwe na zisiwe za upande mmoja, zifuatwe kanuni. Asante sana. Mzee wangu, hili umelipokeaje, maboresho kwenye sheria mbalimbali kwenye ligi letu? Maboresho ya TFF walifanya yako sahihi, kwa sababu tuendeleze mpira wetu. Mpira unacheza uwanjani, na maana uwanja kuna vyumba, kuna kila kitu. Uwezo kutoka nje ya uwanja ukaenda kuvalia sehemu nyingine, haiwezekani. Lakini TFF wamefanya hivyo, wamefanya vizuri zaidi, na aongeze adhabu tena. Hizo adhabu zilikuwa hazitoshi, sio kwa Yanga, hata kwa Simba ifanya kosa hivyo, adhibiwe hivyo. Unahisi ni adhabu ipi ambayo inawastahili ukiachilia mbali hiyo ambayo wameitoa sasa hivi bodi ya ligi? Adhabu hiyo kutoka hapo na kumshusha daraja tu. Asante ndugu mwandishi. Leo sisi kama wanasimba wote tunaelekea Ngorongoro saa 5 usiku, tunaelekea Ngorongoro kwenda kuzindua wiki ya Simba Sports Club. Kwa hiyo
wana Simba wote ambao wamejiandikisha tuwai mapema, tunaondoka saa 5 kamili hapa Dar es Salaam, na wale kuwa nje ya Dar es Salaam wajiandae kwa ajili ya kukutana Tanga pale. Tunaenda kukutana kwa pamoja na tunaondoka pamoja, tunaenda kuwapitia na watu wa Tanga, vile tunaenda kuwapitia watu wa Arusha, Moshi, kwa ajili safari yetu itakuwa ni nzuri kuelekea Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi mzuri, uzinduzi wenye hadhi katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaenda kuzindua vizuri. Tunawasihi tu huko tunapoenda tuwe na utulivu, kwa sababu kule tunaenda kumuona mwenzetu ambaye ni Simba, mwenyeji wetu Simba kwenye makao makuu ya Simba Ngorongoro. Kwa hiyo tunakuja huko na tunaenda huko, ndugu zangu. Kwa hiyo hali ya yote, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kufika muda huu tukijiandaa kwa ajili ya kuelekea Ngorongoro. Kubwa zaidi tunawapisha wenzetu, nao ni wana Simba Sports Club, wana Lunyasi, waje watie neno lao hapa. Simba kwa ujumla bado hatujasajili wachezaji ambao mimi nawajua. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Yaani sasa hivi Simba tunataka kusajili, lazima tuvunje kabati, tusajili wachezaji wazuri. Tuko kwenye majanti, ni watu wa 10 katika bara hili, katika nchi 54. Kwa tuweze kumchukua labda mtu Dumbia, Sunani. Tunataka mtu aje, Festo Mayele, aje Simba. Na Selemani Mwalimu. Niko na ndugu yangu mwingine mwana michezo. Habari yako bana? Salama baba, mambo? Alhamdulillah, kwema? Sema umekosea, mimi sio mwana michezo. Mimi ndo chawa, naitwa Kani Boy, niko kwenye kamati ya ufundi ya Simba. Kwa hiyo ni Chawa Mo. Kumbe wewe ni Chawa Mo. Ni Chawa Mo wewe. Chawa wa Mo. Hebu mwambie kitu chote kile pale bosi wako. Mimi ndo nasema kwa sababu miaka 5 imepita, tumepoteza ubingwa, tumefungwa mara 5 na mpinzani wetu. Kwa hiyo tuweze kupepesa tena macho. Usajili wetu lazima tuwe wakabambe. Usajili ni usajili mkubwa sana, kwa sababu sisi tumepoteza ubingwa, sawa? Tumefungwa mara 5 mfululizo. Tumepoteza ubingwa mara 5 mfululizo na mpinzani wetu. Sako, kama kuna mtu anahitaji jezi kwa haraka anakupataje? Labda kwa mawasiliano sio mbaya, tuwasaidie. Kwa mawasiliano, mtu anayotaka jezi, mimi nitakuwa niko Singida, kituo changu kiko Singida, nikiuza jezi kwa shilingi 45,000 kwa shilingi 45,000. 0713 270107 0723 0713 27 0107. Sawa. Kwa hiyo namba ingine 06 70 17 0207. Tunakuja. Mimi kama Sako Simba, kuna jezi za shilingi 45,000 na kuna jezi ya mchezaji mmoja ni Mtanzania, jezi yake itauzwa shilingi 100,000. Mchezaji ambaye anasajiliwa bado hajatangazwa, jezi yake itauzwa shilingi 100,000. Mchezaji huyo atatangazwa hivi suni, lakini jezi yake ni surprise. Jezi yake itauzwa shilingi 100,000. Anacheza kiungo na ni mzawa na mchezaji mwingine anayekuja ni namba 19. Hiyo ni striker ambao atakuja kusaidiana na Dumbia hapo mbele. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.